yako, yaliyokamata heshima yako, yaliyokamata kibali chako kwa Mungu. Usione wewe unakataa mambo ya Mungu, sio wewe. Moto unawaka. Kuna magonjwa yanapitia, moto unawaka. Wala sio magonjwa yako umepindikiwa. Roho ya Bwana inaweza kupambana na hiyo roho inayokusumbua. Sikiliza, maisha ya mtu, maisha yako wewe yaliandikiwa mema. Mungu anakupenda kupita upendo. Mungu anakuheshimu kupita kawaida. Wewe uliyekuja Mpemba ni mali ya Bwana. Hayo yanayokuumiza, hayo yanayokulilisha, hayo yanayokutesa, hayo yanayokuumiza, hao wachawi waliokulia doria, imekuja roho inayopambana na ile roho ya kuzimu. Kinachosumbua maisha ni roho. Usione mabaya yanafanyika, usiangalie mabaya, iko roho. Ukiona mwanga unaonekana, ujue nyuma kuna betri anachungulia kuliko mema, ujue iko roho. Na hiyo roho haina mahakama, na hiyo roho haina majaji, na hiyo roho haina mahakimu. Mahakimu wa hiyo roho ya mabaya ni watakatifu wa Bwana, ni waliopewa roho ya mafuta ya Mungu, ndio wanaweza kuamua maisha ya kiroho. Sikiliza, maisha yanayoishi nje ni mfano tu, lakini maisha yako ya milele yapo kwenye ulimwengu wa roho. Roho ni nini? Roho ni nafsi hai ya Mungu iliyoko ndani yako. Isipokaa kwa mwenye nafsi itahatarika. Ndio wanasema roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Roho inayoambatana na dunia haitakuwa salama, kwa kuwa dunia ina makusudi mabaya na roho yako. Dunia imejenga hoja kwa ajili ya kuikamata roho yako. Uwe mbumbumbu, usieleweke, ukae katika hali ya mateso muda wote. Watoto wateseke, wateseke. Roho imekamata familia nyingi. Kwenye ukoo wetu roho hiyo ilitukamata. Tulikufa kama panzi, tulikufa ovyo. Nikikumbuka makaburi yaliyoko nyumbani, hiyo roho mbaya siitaki kabisa, maana ilituua kwenye ukoo, ilimaliza uzao wa babu yangu. Alibaki shangazi mmoja. Roho mbaya usifanye yale mama. Tunahubiri hapa ni kwa sababu iko roho imekamata maisha ya watu. Wengine hata ndani hawatoki, wengine wameweka wagonjwa ndani, imekataliwa kupona. Nini? Roho mbaya haina dokta, haina India, haina Ikonda. Roho mbaya ikikukamata haina hospitali, haina vidonge. Roho mbaya, na ndio maana unaomba unaenda hospitali, anasema kwamba unaomba unalia, anasema hatuoni ugonjwa, hatuoni. Tunawapa shida madokta. Tumekuja madokta, tumemleta Yesu anayeweza yasiyowezekana, yeye ambaye macho yake. Nimemsikia Askofu akifungua mkutano, anasema macho ya Bwana yamefumbuliwa, yametazama Mpemba, yameangalia wanaolia. Imetuma wafanyakazi wafanya msako ili kuhakikisha roho ile ambayo inasumbua watu Mpemba ishikishwe adabu, na itashikishwa adabu. Ipende isipende, itashikishwa adabu. Bwana anasema ametuma roho ya kuwafungua waliofungwa. Ndio Mungu wa Israeli. Fungua Bwana, ponya Bwana. Wako wanashindia magonjwa. Ile ni roho ya mabaya juu yenu. Ilituua kwenye ukoo, ulikufa tikitiki, akabaki shangazi mmoja. Roho ya laana ilitula wengine, unaona wamekufa ukoo mzima, na kufa ajali. Ni ajali tu, baba ajali, mtoto ajali, mke wake ajali, familia mpaka wameisha ajali. Wamepanga kwenye familia yenu mtakufa kifo cha aina gani. Wamepanga. Roho ya mabaya inafanya kazi. Sikiliza, usione watu wanafanya mabaya kwa ndugu zao. Ile roho hakuna asiyeweza kuwapenda ndugu zake. Watu mpaka wamefanya unyama kwenye familia zao, ni kwa sababu ya roho mbaya. Roho mbaya inawafanya watu wafitina na wazazi wao. Roho mbaya imekamata mawazo ya watu. Sasa hivi ni kuwashiana mabaya. Hata amani ya Tanzania iko roho inaitafuta iondoke. Tunaiombea nchi yetu na taifa letu, roho ya amani idumu kuwepo. Lakini ni kwa namna gani? Ni pale tunaponyosha mkono kwa Mungu aliye hai, tunapoielewa Injili, tunaposikiza mikutano ya kiroho, tunapokusanyika kumsikiliza Mungu, ile roho inaanza kuogopa, haiwezi kutusogelea kwa sababu tumeingisha moto wa kimungu, tumemsikiliza Mungu aliye hai. Lakini kama tutashikilia vitu vingine haviwezi kutusaidia. Ni roho ya uhai, ni roho ya Mungu inaweza kutusaidia. Vinginevyo hakuna chochote kitakachoendelea.
Sikiliza, roho ya mabaya haiwezi kufungwa jela, tunaifunga sisi. Neno la Bwana ndio kiboko cha maroho mabaya. Neno la Bwana, neno la Mungu lililo hai, ndio uponyaji wa taifa, ndio uponyaji wa nchi. Tanzania inakuwa salama kwa sababu imekuwa na unyenyekevu wa kusikiliza maneno ya Mungu. Tanzania ni kaofisi ka Mungu. Tanzania ni makimbilio ya watu wengi, ni kwa sababu kuna chakula ambacho tunakipokea. Mtu wa Mpemba, unyenyekevu wetu kwa Mungu ndio salama, ndio namna ya kuiondoka ile roho ya mabaya inayofanya kazi kwa siri. Macho hayaoni, masikari hawaoni roho, wanajeshi hawaoni, matrafiki hawaoni, hawaoni, hata bunge hawezi kuiona hiyo roho. Watadhibiti ya kawaida ambayo yapo, ambao wanatusaidia. Ni kweli nchi yetu imetusaidia, ina vyombo vya dola, ina vyombo vya kutafuta usalama wetu na kuwepo. Asante Tanzania kwa ajili ya wafanyakazi wanaotulinda kwa namna nyingine, lakini habari za roho hawawezi. Hapo watakwama, maana maisha ya roho yana siri kubwa, yanahitaji dola ya neno la Mungu lililo hai. Uliumba kwa neno, utaponywa kwa neno. Uliumba kwa neno, utaponywa kwa neno. Hatupambi kipindi, hatuelezi hapa ili maelezo yapambike. Tunazungumza habari ya uharibifu uliopo kwa kizazi hiki. Asiyejua atakuwa nishangaa, anataka niseme nini? Sitasema unavyowaza wewe, sitazungumza anavyofikiri mtu yeyote. Nazungumza habari za ubaya ambao hauonekani kwa macho, hayo makeshi ya ulimwengu wa roho ambayo hayana mgambo. Maisha mengine utasaidiwa ukiolewa hapa. Hata hapa tumeweka mkutano, tumetaarifu serikali. Kwani tumetaarifu wale wajanja watukutu wahalifu wa mikutano wasaidiwa upande mwingine. Ndio maana tumetoa taarifa polisi. Wako watu ambao hawajui cha Mungu wamekuja, wao ni vurugu. Kwa sababu ya roho ya mabaya, haijui Mungu, haijui mama. Ndio maana watu wengine wana mali, lakini ndani ya mali zao wanakosa amani, maana kuna vilio vinalia kwenye zile hela. Mtu anamiliki guduka lakini hana amani, maana ndani ya guduka wanajua yeye mwenyewe. Na hiyo ni kesi yenyewe inalia dukani mwako, hamuna wa kukusaidia. Sio najuta kama ningejua nisingeweka pale. Ningejua nisingefanya vile. Atakuamulia nani mwenyewe ulichukua huko? Hapo ndio ulichukua hapo. Ile duka la wanaolia huko. Atakuamulia ni kesi. Utakosa amani mpaka Mungu anarudi. Mungu yuko tayari kukuondolea ile roho iliyokusonga uchote moja kwenye familia. Mwingine akasema ukitaka maisha yanyoke, unao watoto 6, chota mmoja leo wengine. Nikasema wewe tunafunga nguruwe zinazaa vitoto 20 au 12, tunasema kimoja niuze kile vingine na watu. Yaani mfano wa kuuza nguruwe kimoja cha kulea pumba na mashuru ili vingine vile vinene, kuuza vizuri kimoja kiliwe kiondoke mapema na ndivyo tufanye tena. Mtu mmoja wa kambi akasema nenda, akasema ngoja mbona umefanikiwa sana. Ni watu marafiki Makete huko. Marafiki sana. Sasa mwenzake kama amefanikiwa amekwenda. Akamuuliza jamani, mbona mmenyacha na mwenzako maisha? Akasema ndio nikwambie. Nenda kwa chumba wanga nikushindikize. Ukifika bwana weka nisikilini. Ukiwaona wawili pale watatu, mama, mtoto na mwingine, choma. Na mke. Akaenda kule wakaweka nisikilini. Wakaenda wa kwanza, wa pili, wa tatu, akashinda kusema moyo na muuma kuchoma. Kuna mambo yanafanyika usitamani kinachokiona mbele yako. Kuna vingine havitamaniki. Watu sione wamekaa, wametulia kwenye ofisi zao, wanawaza walivyotelekesha ndugu zao. Wana maumivu kupita kawaida. Ni bora wa 200 ambao hujamuuza yoyote kuliko aliyeuza. Mtu mmoja mpaka alisitaki mwaka akasema mtu aliyenipa hafanyi kazi, anasuba dukani, nikipa chakula hali, kwa hiyo nipe shamba la kahawa. Mbona sio kama nakualishia tu. Jamaa mmoja alipotea kwenye kitongoji chetu, mtoni akiwa anaoga, ghafla mnene kumbe ameshakuwa ameuza. Mzee anaona aongeze mradi.
Sasa ameongeza mradi, jamaa kule mama yake anasikitika, anasema mwanangu. Kila siku analia yule mama. Unajua uchungu wa mama, analia yule mama. Anavyolia ile jamaa kule alifanyi kazi. Maana uchungu wa mama unampotezea mwelekeo kule, kwa nini nasema dukani halichangamki wateja. Sasa alichotegemea kuvuna kwenye ile jamaa halili, analipa pumba halili, analipa hiki halili, nasikitika maana mama analia. Mwanangu hivi alikuwa ni mzaliwa mmoja tu. Sasa analia, kwa hiyo jamaa anaona siku zinaenda lakini haongeshi kipato. Akaenda akanyatia, akasema ndugu yangu naomba tu nipe shamba la kahawa. Sasa kwa kashanga amewahi huyo jamaa anayefanya kajeuri hizo. Namfahamu lakini mwache. Alikufanga na mwenyewe, alikuwa anataka wenzake na akateka. Ukiwa mwenzako na wewe. Kwa sasa amefika pale akasema bwana nipe shamba. Sasa wakana jiuliza watu kwa nini anadai shamba na mtu ametoka kule, afu ni mtu maarufu, ni mtu mmoja ameitaka. Hamujui. Yule jamani kama kula afanye kazi kwa maana ni bora mpe shamba kuliko. Roho mbaya inafanya kazi. Watu wameibiwa kwa wanatembea. Watu wanaishi maisha sio ya kwao. Watu wameishi kwenye tabu. Wanateseka, wanamenyeka, wanahangaika lakini mikoba iko kwingine. Roho mbaya inaweza kukuchota hapo kufanya kazi lakini yeye usikamata wewe. Wanatiuni mpaka mtandao wa biashara yako, roho ile inatiuni mpaka shamba lililopanda la mihogo. Wanatangulia kuvuna mihogo mikubwa, unaweka tu mizizi kidogo. Roho mbaya sio rafiki. Ndio maana Mungu anasema roho yangu nitaiweka juu ya manabii. Hiyo roho ndiyo itakayoshughulikia roho za yote yanayokusumbua ambayo hata wewe mwenyewe haujui. Hiyo roho imekupiga, zimekupulizia. Unaona faraja lakini umeteseka. Roho mbaya imekamata dunia, haitaki twende kwa baba yetu mbinguni. Roho ya mbaya. Watu wanampenda Mungu lakini hawataki kwenda makanisani. Kwa nini? Roho mbaya inakataa. Watu wanakataa mpaka mkutano, sio nyewe mmekubali. Wako wanaokataa. Kwa nini wanakataa? Ni wateja. Wamekamata na hakuna anayeweza kumkataa baba yake na kutokumsikiliza. Ukiona mtu asikilize mikutano ya injili asogei, ujue huyo anahitaji msaada. Iko roho ya unyama na ukatili. Haiheshimu, haitii. Roho mbaya imeweka fitina kati ya ndugu na ndugu, jamaa na jamaa. Roho mbaya imekamata vijana wazuri wenye kuendesha nchi na taifa. Roho mbaya imekamata wasichana wetu wazuri warembo. Imekamata. Tumekuja tuna hasira yote. Na hasira yetu ni kwa ajili ya hiyo roho. Nimetoka Uyole, mama mmoja amewahi kuja kuombewa nyumbani. Anasema wamekuja watu, mama amefuga nguruwe kubwa sana. Sasa wamekuja wanasema tumekuja kuchukua nguruwe wako. Anasema kwa nini? Anasema tunakudai. Anasema basi daiwi. Anasema tunakudai, kama unakatalia tunakuja usiku kuchukua. Alafu wakaondoka. Nasema unawafahamu, anasema walikuwa vijana wawili. Wamevaa sura za kinyama. Wasema tunataka tuchukue nguruwe za kwenye zizi. Wewe tunakudai. Nasema labda unadai umesahau. Sasa mama mwanangu sidaiwi. Wala anidai yoyote. Wamenidai wameondoka ukatili. Yeye nafikiri watu kumbe ni roho. Kumbe alimpeleka sehemu nyingine, alikula nyama za watu akafikiri wamemsaidia, kumbe alikula na yeye ataka change mchango. Wanakubeba unakula unafikiri nimekula leso, wachawi wakikusanyika na wao wanadaiwa mchango na walikula nyama pamoja nao. Ile roho ilikubeba ilikupeleka sehemu, wamekushika uchawi wakati sio mchawi. Ile roho ya mabaya, ile roho mbaya inakupeleka wewe uende kulima mashamba ambayo sio ya kwako. Hiyo ndio kazi ya roho mbaya. Unaweza kama Mpemba ukaona mashamba sio wako. Unashangaa unazeeka mabega, hata mashamba ya kulima huna, ili unazeeka mikono. Sasa unalima hapo kuna mashamba ya kulima huna, unauza karanga. Unatokaje mabega? Hapo. Unaamuka umechoka asubuhi. Mara nyingine umeamuka meno yanalegea. Wakati jana ulikula mchicha, sasa yanalegea leo meno. Yanalegea yameanzeje? Roho mbaya inaweza kukubeba hapa. Ikakupeleka sehemu. Utajifanya mjanja, umevaa vizuri, unatembea mitaani.
Kumbe teja. Usione watu wamehama nyumba zao na watoto hawasomeshi, wanasomesha wa jirani. Roho wewe fikiri nani anaweza kuacha watoto wake akasomesha wa jirani? Kama sio roho mbaya hiyo. Upendi, angalia upendi. Huko liko hamia huko. Si roho mbaya hiyo ya kuacha mke ukahamia kwa mke wa jirani yako. Au ni roho ya kutembea na mke wa jirani yako ni mbaya. Roho mbaya haina huruma. Haina huruma. Imefitinisha kwenye kitongoji. Roho mbaya haifai. Imekamata watu wazuri tuliotegemea kuvuna mema kwao, sasa hatuvuni mema. Waliotegemea mapema wameondoka mapema. Roho mbaya ikiingia ndani inaweza kukuua kabla siku zako za kuishi. Roho mbaya imekatisha maisha ya watu, wamekufa, wameacha watoto, ni kwa sababu ya roho mbaya. Roho ya Mungu ilipokuwa haipo ndani yao, ile roho ya mauti ikaingia ikataifisha roho zao. Sikiliza, ukiondoka duniani, ile roho kwa kuwa imeondoka haina usalama, itakushitaki mbele za Mungu aliye hai mbinguni, itakwenda kukusemelea hiyo roho, kwa kuwa Mungu alikupa roho ikutunze, ikupe maisha ya milele, lakini dunia imechota roho yako. Tunapohubiri injili kama tunatania, umeizoea mikutano kama wanasema ndivyo anajua hubiriki. Sikiliza, hatuvai hivi kwamba tuje tukupambia mavazi, no. Tunalia ilikuwa tusivae suti kwa kuwa hali sio rafiki. Tumevaa hivi tu ili angalau tukufu wa Mungu onekane, lakini hatukutakia kuvaa suti hapa. Hatuvai suti kwenye msiba, tunavaa vitambaa rukwamba, tunavaa mavazi ya kilio. Ilikuwa hapa tuvae mavazi ya kulia maombolezo, maana kuna ndugu zetu wanai usingizi. Kuna watu wako Mpemba kama ushahidi. Watu wako Mpemba wanalala Mpemba lakini hawana amani. Wamekontroliwa maisha yao, wanaishi maisha ya kilio, wameishi maisha ya tabu. Wewe mama unaye amekuja msaada wako, amekuja ile Mungu mume wako anaweza kukukontrol. Hautashindana na huyo baba, mwachie Mungu ashindane naye. Wewe hautaweza, hautashitaki, utachoka. Ni Mungu tu peke yake anaweza kukuamulia mambo ambayo yameshindikana kwa wanadamu. Wameshauri, wameshindwa. Amekuja mshauri wa ajabu, Yesu, anayeamua makesi magumu, anaamua makesi asionekane kwa macho. Yeye anaweza kuamulia maisha rohoni. Sikiliza, hayo mabaya yanayokuzunguka, hayo mateso, hayo maumivu, kukosa amani huko, kuhuzunika huko, hayo unayohangaika nayo, unayoteseka nayo, magonjwa hayo, tabu hiyo, shida hiyo, vurugu hiyo kwa watoto, mambo magumu hayo yanakukuta kwenye familia yenu. Hicho kifo ambacho mnakufanya bila mpangilio, ni roho aliyopangia kwenye familia yenu, ni roho ya giza, ni roho ya mabaya. Mimi nilipoipokea roho ya Mungu, leo ukoo wetu uko salama. Leo tunaishi, tuko salama. Tumesahau misiba ya ghafla iliyotukuta kila mwezi. Leo tuko salama. Na sihubiri habari hizi kwa sababu naifahamu roho. Niliuliza kwa shangazi yangu, nikasema kwa nini kwa moja? Akasema alikuwa kwa babu yenu mmoja. Huyo babu yenu ndiye aliyekuwa na roho ya uchawi. Alimaliza wengine, sasa mnalipa deni la babu yenu. Aliniambia shangazi yangu, akasema babu yenu alipopaga deni alikuwa na roho mbaya kwenye familia, alifanya mabaya mengi. Kwa hiyo kama mnachokufa mnalipa deni na babu yenu aliyesababisha hiyo laana. Tukalia mbele za Mungu. Bwana aliponiokoa mimi nikawa usalama wa familia. Naomba napoongea tusogee wote hapa. Roho tuikamate, lazima tuikamate, lazima tuishughulikie. Makuhani lazima tuishughulikie, lazima hiyo roho ishughulikiwe. Haitashughulikiwa kwa fimbo yenyewe, fimbo yake ni neno la Bwana. Sikiliza uliyekuja, pata msaada huu, pata usalama huu. Bwana amekuja kwa ajili ya kilio chako. Wacha Yesu akufariji, wacha Yesu akupokee. Sogea. Mpendo wa Mungu, mwana wa Mungu, uliyekuja kwenye mkutano, una neema kubwa. Bwana anataka afute kilio chako, afute tabu zako, afute machozi yako. Umelia vya kutosha baba, umeumizwa vya kutosha baba. Ni kweli unaishi maisha ambayo yamefungwa, lakini Bwana yuko tayari kukufungua. Nimebeba roho ya Mungu. Sihubiri mimi, sisemi mimi. Iko roho inalia, iko roho inataka ikuamulie. Baba pole, mama pole. Ni kweli ndoa haina amani, lakini amekuja kuleta amani. Amekuja Mungu mwenye suluhu. Mungu ashindwe jambo lolote. Yeye anaweza jambo lililolikatia tamaa. Umevunjika moyo, ndio unasema tayari mimi ni mjane. Ni kama
kama mjane sio mjane, maana mwanamke itoka muda mrefu unaishi kama wajane. Pole mama, pole pole pole, lakini amekuja mwenye kutoa pole nzuri. Yesu wa Nazareti amekuja mtatua shida, amekuja muondoa mateso, amekuja muondoa mahangaiko. Kijana, rudi kwa Mungu. Ule familia, ule jamaa na ndugu kwenye ukoo na kutegemea kijana, lakini wameiba ufahamu, wameiba malengo yako, wameiba malengo uliyokuwa nayo. Siku zinakwenda, malengo yalisaidiwa muda. Bwana amekukusudia hata kurudisha malengo ya mipangilio yako. Wewe ni tajiri, wewe ni mtu muhimu, wewe ni wa milionea, lakini wamechukua nafasi yako. Unaishi nafasi sio ya kwako. Roho mbaya imefanya kazi, lakini roho hiyo kipopo chake ni neno, ni injili ambayo tunahubiri hapa. Hii injili inayohubiri hii, ukiamini inaweza kutatua hayo yanayokusumbua. Hata kama una dhehebu, usiangalie dhehebu. Dhehebu haliwezi kukusaidia, utabaki nalo. Hatujaja siku kubagua dhehebu wala kutaja dhehebu, no. Dhehebu baki nalo, tatua shida. Dini yako baki nayo, tatua shida ya roho yako. Hatuzungumzii dhehebu, tunazungumzia habari ya usalama wa roho yako. Inama tafakari maisha. Naomba tusogee tulioko mbali wote. Wote wapendwa wa Mungu, wana wa Mungu. Vijana wangu pale penye mageti mekundu pale. Hatulazimishi. Ila ninapozungumza hivi, wewe unayaelewa maisha yako yanavyokwenda, ndivyo nilivyopanga. Maono yako ulivyopangilia na Mungu alivyokusudia ndivyo. Mungu amekuja akomboe baraka za roho yako. Roho ya Bwana ijuu yangu, ijuu ya makutano. Sogea, sogea kwa upendo. Hatushiki kama mkoyo wala kumbani mtu. Ndio maana tumeleta mkutano, hatujaleta askari kwamba anayegoma kuokoka shiko tupo gerezani. No, hatuwezi kufanya hivyo. Ila maisha yako ni endelevu. Maisha ya wanadamu yanaendelea. Kigoma kuokoka utayaona maisha ya tabu mbele. Utaikumbuka injili. Leo ni siku ya pili na ashukuriwe Mungu, tumeanza jana. Watu wamejisalimisha kwa Mungu na wengine mitaani tumeongea nao, wamekuwa wanasema kwa kweli mimi unao vya kutosha. Injili mlivyohubiri na ninavyosema ndivyo kweli, ni maisha yangu yanaenda hivi. Watu wamesema kweli maisha yangu kama sielewi kinachoendelea. Mungu yuko tayari. Usione ubaba. Ubaba penye shida unapotea. Heshima penye tabu inapotea. Hakuna mjanja kwenye hiyo roho. Imekamata mpaka wasomi hiyo roho. Imekamata wenye diploma, wenye degree. Roho ya uovu haijui cha nani, kwa sababu haina mtaalamu wa kuishughulikia. Ni Mungu peke yake. Ni Mungu peke yake. Wewe kuikamata dunia hii iliyojaa maroho mabaya, maroho ya kikatili. Sikiliza, nimekwambia wachawi wana roho ya kivyepesi. Kwa nini? Hawana mahakama. Mahakama yao ni mkutano wa injili, na ndio maana tunataka tuhubiri injili, wanakaa chonjo kuzuia watu wasije kwenye. Kwa nini? Wanawateja. Wachawi ndio kitendea kazi ya shetani kibaya, na ndio maana kifika sehemu lazima tushughulikie wachawi. Mitandao yao lazima iondoke, na hata hivi sasa wamekamatwa, wamebanwa. Ndio maana wameshika adabu. Sasa kama tumewashikisha adabu, uwe mjanja wewe. Tumewashikisha adabu ili uchomoke. Watu wasilio. Ni kweli kabisa. Tumeleta mkutano ili kudhibiti hizo roho mbaya ambazo hasina mahakama. Tumeleta mahakama ya Mungu aliye hai, anayeweza kukuamulia vitu msivyoviona. Sasa hapo ni pa kutegea. Ya hurumia maisha yako. Mheshimu Mungu wako. Uwe kama ujielewi. Mimi nikanyosha mkono, wakasema kuna watu wanakufa kifo cha aina moja. Nikanyosha mkono nikasema hilo mnalohubiri ni la kwangu. Kwenye ukoo amebaki shangazi mmoja. Wakanivuta kwenye mkono, wakanipeleka pembeni. Wakasema msikize kijana anasema jamaa analia mno. Nikasema wakasema nini? Aya mnasema hiyo laana ya kufa ovyo mwezi mmoja ndio iko kwenye familia yetu. Hivi ninavyosema najihofia mimi kwamba ndio nitafuata mwezi huu, maana alihubiri mwezi wa 10 na ukufa wa 11. Kwa mimi mwezi wa 11 wa 10 na nusu hivi nilikuwa nakimbilia Mbeya huko Iloro. Ukisema kwa mjomba kwa mshika niangukia mimi.
Maana kila mwezi kuna tarehe 25 lazima dodoko. Ndipo tunaandaa mahindi kwenye chungu kubwa na maharagwe kwenye kibuyu kikubwa kwa ajili ya kuomboleza misiba. Nilijenga nyumba ya wazazi wakaigeuza kwa ya misiba. Hali ilikuwa mbaya. Ninaenda hapa sema hivi, tulikufa. Walikufa baba zangu mdogo wa shule wasoma. Walikufa shangazi zangu. Walikufa. Kifo cha kwanza kifua. Huyu kifua, babu kifua, wa pili kifua. Roho mbaya ina control. Mabaya yote unayoona duniani, yote matukio mabaya ya kupoteza uhai wetu na namna moja ama nyingine, hali mbaya, magonjwa, tabu, shida na matukio mbalimbali, maajali barabarani ya hovyo yasiyojulikana yametoka wapi? Hali zote hizo ni roho ya kuzimu, ni roho ya shetani, kwa kuwa sehemu ya motoni imefika, anasafirisha watu kwenda kuzimu kwa sababu tabu yake imefika, jehanamu yake imefika. Shetani abaki peke yake motoni, hakutuhusu motoni, tunamhusu yeye. Hayo maroho mabaya lazima tuyashtaki kwa Mungu aliye hai. Yeye Mungu anajua hiyo roho, anaweza kufanya msako. Hata macho ya Bwana yako kila mahali, yanamwangalia kila mwenye roho mbaya. Hata hapa wamehudhuria wenye kukataa kuokoka. Usimsikilize yoyote, hata kama ni mchungaji wako amesema usiende kuokoka, kasikilize tu. Hata kusaidia siku ya tabu yako, mambo ya mbinguni yanamhusu mtu peke yake. Mchungaji kwa dhamana ya kukusaidia kukuongoza, lakini sio kukataa kuokoka. Hapana, maisha ya wokovu ndio maisha halisia ambayo Mungu ametaka tumwabudu katika jina la Yesu. Hivyo roho mbaya haiangalii unasali ama usali. Maadamu tu hauna roho ya wokovu, hauna roho ya Mungu, lazima kumwabudu Mungu kwa pasa kumwabudu katika roho na kweli. Lazima tuwe roho ya kimungu. Roho ya kimungu ndio kinga ya maisha yako. Wachawi wanapokuja wakiona hiyo roho hawawezi kukamata, maana roho ya kimungu haikamatiki kama wengine. Roho ya kimungu yeye haishikiki. Hata wachawi wakija hawawezi kukusafanya lolote. Ukipokea maisha ya Yesu, maisha ya Mungu aliye hai, utakuwa salama. Inama. Watu wa Mpemba, achana wana mkutano waliokuja kuhubiri. Wapo watu wa Mpemba Mungu amewasogeza. Mungu awabariki sana kila mama mliokuja. Pole na mliopitia. Pole na biashara ngumu ambazo zimerogeka, zimeharibika. Pole na roho za mateso zilizopitia maisha yenu. Pole na ndoa hii inayokutesa ambayo ilikuwa na amani ghafla haina amani. Pole watoto wanaosumbua ambao hawajawahi kukusumbua lakini wamepelekea roho mbaya mpaka unapata pressure kwa sababu ya watoto. Roho mbaya imeumiza watoto mpaka mzazi haupati nao. Roho mbaya ikiharibika, roho na uso unaharibika na maisha mazima yanaharibika. Pokea roho ya Mungu. Inama chini. Pokea kinga na kushinda. Nikasema jana, wenda mkutano wa wiki hili usijirudie tena. Utakapokumbuka baadaye wakati umelala chini, wakati unateseka, Mungu atasema nilituma msaada ukuupokea. Nilituma roho yangu ikusaidie. Haikukusaidia. Roho ya Mungu inama. Uhai wako, moyo ulio nao, usipoambatana roho ya Mungu, wewe utaonekana duniani ulikuja kwa bahati mbaya. Wewe sio wa bahati mbaya. Mungu anakupenda. Mungu anakujali. Mungu ameona kilio ulicholia. Mimi nahubiri kidogo lakini unayafahamu mateso yako. Mimi nazungumza hivi lakini ni Mungu anataka tusome haya. Kwa nini tunazungumzia habari za roho? Maisha ya roho yamekuwa na hatari lakini hayana mtetezi zaidi ya Mungu. Maisha yako mabaya chanzo chake ni roho. Wachawi wanapokuja kukuharibia wanaharibu maisha yako ya roho. Roho yako ikikosa amani, maisha mazima yanakosa amani. Baraka zako ziko kwenye roho. Uzima wako uko kwenye roho. Maisha yako yako kwenye roho. Taifa linaishi kwa sababu ya roho.
kwenye shida hiyo, hautaweza mwenyewe. Usikate tamaa. Amekuja Mungu aliyekuweka hai. Unayo nafasi ya kupona, unayo nafasi ya kurudia maisha yako, unayo nafasi. Ukiwa hai haujaenda kwenye jeneza, unaweza ukatengeneza maisha yako, kwa kuwa kutengeneza maisha yupo. Ndio maana Mungu amekuweka uwe hai. Haukufa na homa ya juzi hii, haukufa na ugonjwa wa ngono ule, haukufa na ile hali. Bwana amekuacha ili kwamba uweze kutoka kwenye mkutano. Simama kwa ujasiri, wala usiogope kunyosha mkono. Usiogope. Roho wa Bwana amekuja ili akufungulie mlango, maisha yako yarudi kwenye mwelekeo. Shida zako usiondoke, watoto wako wachiwe kwenye masomo yao. Mambo ni mabaya, wameizunguka familia yako, wameshambulia. Maana roho inatumia wanadamu, inatumia watu. Hata taifa la Tanzania linahitaji waombezi, linahitaji kuliombea. Maana roho ya kuiondoa amani yetu inakazana, inaiba kwa siri, wanakuja wanafanya jeuri ili Tanzania isiwe na amani. Lakini Mungu ametusimamia, Mungu anatutetea. Tukiinama kwa Mungu, tukikaa kwa Mungu, taifa letu linabaki kuwa salama. Maana unyenyekevu ndio uponyaji wetu kwa Mungu. Bwana akupe neema na roho ya ujasiri. Bwana leo amesema wako watu leo anawaokoa, anawaponya. Ameahidi Mungu kuwaponya watu jioni ya leo. Nyosha mkono, ambaye mkono wako, moyo wako unasutwa, moyo wako umesikia kwamba kweli roho ya mabaya imekuwepo, moyo ya maharibifu imekuwepo. Haupendi kutenda dhambi, ni roho ya shetani. Wewe upendi kufanya mabaya, ni shetani. Inama hivyo. Baba, tumepotea kote, umebaki wewe na magoti, watu wako wameinama kutafakari. Baba, ni kweli tumeonewa, ni kweli roho zetu zimeibiwa, nafanyika mateka roho zetu. Imewaka kama moto, imechoma. Mungu umesema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao. Tumekuja tuliosumbuka. Mungu, tunaomba roho ya neema sasa ituokoe. Achilia neema ya kutufungua macho yetu, tukukimbilie. Mkutano huu unauleta kwako, hurumia, rehemu Bwana. Naomba toba, naomba rehema. Watu hawa Bwana, naomba waachiliwe na ile roho ya mateso, roho ile mbaya iliyokamata maisha yao. Saa yako imefika Bwana. Umesema ni mwaka wa kuachiliwa, ni mwaka wa faraja waliolia. Yupo mama mmoja amelia muda mrefu sasa. Bwana, umeona, umekuja kwa macho yako ili umuhurumie. Yuko baba mmoja hapa, haelewi anaenda wapi, maana hali sio rafiki, lakini umekuja wewe mwenye kumsaidia. Yupo mtoto hapa, yupo binti hapa, anatamani maisha ya heshima. Wameiba, wamefanya utapeli. Mapepo na maroho ya giza yamemzunguka. Baba, tuko tayari kunyosha mikono na tunanyosha kwako, kwa kuwa wewe ndiye uliyetuumba. Naomba katika jina la Yesu, ewe roho ya dunia, ewe roho ya kuzimu, ewe roho ya mashambulizi, ewe roho ya herima, na kukemea kwa moto. Toka! Achia roho ya vitisho, mashaka, uoga. Achia watu wa Mungu warudi kwa baba yao kwa jina la Yesu. Roho ya kukataliwa, ondoka roho ya uzito, ondoka kwenye mioyo hii kwa jina la Yesu. Na kukemea wewe roho ya mabaya unaishimikisha, unazuia mioyo ya watu kwa tayari kwa jina la Yesu. Toka! Achia mikono yao, achia nafsi zao, achia. Umeona vya kutosha, kaka huyu umemburusha kwa jina la Yesu. Saa ya kuachiliwa imefika. Wewe shetani, wewe mharibifu, achia mkutano huo, achia watu uliowakamata kwa jina la Yesu.